Kwa majina naitwa Mohamed Mwinyi, ni mwenyekiti wa group liitwalo Yanga First Class, ambalo shughuli yake kubwa sana na kuifuata timu popote ilipo, kwenda kuipa support ya ushangiliaji. Pia na ni mwenyekiti wa tawi la Yanga kwa Mbiko First Class, ambalo linapatikana Mbagala, Dar es Salaam. Pia ni katibu wa matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam. Ni kweli tulikuwa tukitokea Mbeya kurudi Dar es Salaam, kufika maeneo ya nadhani pipeline pale, ikatokea changamoto ya barabarani, tukasababishiwa ajali na dereva mwingine wa gari ndogo, na pakaweza kupatikana majeruhi wapatao nadhani 5 au 6. Kwa hivyo sasa ndio tuko katika hospitali hapa ya Inyala tukipatiwa matibabu katika majeruhi. Mmoja wapo ni mimi ambao nimeweza kuumia mkono, nimeweza kushona nyuzi 10. Pia nimepata maumivu kichwani na nishapigwa x-ray. Kwa hiyo tunaendelea na matibabu na wengine wako ndani wanaendelea na matibabu. Jeshi la polisi lilikuwepo na ni mashuhuda wazuri sana kwa hili, kwa sababu walianza kuona kabla ya kutokea na ameona wakati kinatokea, na tuko nao mpaka sasa kimetokea. Na jeshi la polisi nishukuru, wametoa ushirikiano mzuri sana kwa sababu walikuwepo pale, na naamini kwa jeshi la polisi hata wangekuwa hawako pale, ni wepesi sana kufanya kazi zao. Kwa waliweza kuwachukua majeruhi kwa haraka sana kupitia gari yao, kuwaleta hospitali na kusimamia taratibu zote za haraka kuweza majeruhi kupata matibabu, ikiwemo mimi mmoja hapa katika majeruhi. Kwa jeshi la polisi, kwa lugha ya mjini niseme siwadai kitu. Kuna wawili bado wako katika vyumba vya daktari wanaendelea na matibabu, kwa bado hujapata ripoti kamili ya daktari wa eneo husika hili, ila ndo tunasubiri ripoti ya daktari tuone ni wagonjwa ambao watakuja kupata ruhusa ya kuondoka kuendelea na safari au ni wagonjwa ambao watatakiwa wabaki hapa kwa matibabu zaidi. Bado taarifa hizo hazijapatikana kutoka kwa daktari. Wito wangu wa madereva ni kuwa makini, kwa sababu barabarani kuna vingi vyombo, kuna mengi ya wanadamu. Kwa kikubwa zaidi ni umakini. Ni kweli kuna mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini pia umakini unapokuwa mzuri, kwa kweli yani pia hata mipango ikitokea panakuwa na unafuu fulani. Kikubwa zaidi ni umakini pekee yake. Hatua ya kwanza ni umakini na kukifahamu vizuri kile ambacho anakifanya. Kama ni dereva, awe yuko makini katika swala la udereva wake na ametimia kwa vigezo vyote vya udereva. Kwa mashabiki wa Yanga na wa timu zingine zote Tanzania, hilo asilifanye. Ni kosa kubwa sana kumshawishi dereva aende mwendo ambao ni hatarishi. Japo kwa hili la leo sisi alijatokea na uhatarishi wa dereva wetu, ilitokea na dereva mwingine ambao kasababisha ajali katika upande wetu. Na mimi kama kiongozi wa hili grupu, kitu kama hiko kwangu mimi hakipo na hakitokuja kutokea. Kwa mimi na viongozi wenzangu pia na mashabiki wenzetu ambao tunasafiri nao, tunawapa elimu hiyo kabla ya safari, baada ya safari pia tunawapa elimu ya kuacha kumshawishi dereva kwenda mwendo ambao si rafiki barabarani. Asante sana, shukuru, asante sana.